Habari za leo wapendwa. Somo letu la leo nitalifanya kidogo, nijaribu kulifanya, nitaenda kwa spidi, lakini kwa kifupi nitaonesha jinsi ya kutoa Bitcoin zako kuzipeleka benki. Hii kwa kutumia processor ya Advcash. Kwa hiyo utakachofanya hapa, kama tunavyoona, hii ni Bitcoin wallet, inaonekana na 1940 ambapo ni BTC 0.70. Kwa hiyo hii figa hii ndiyo muhimu ya kuizingatia zaidi. Kwa hiyo tutakachofanya hapa, tutakuja sasa kwenye Advcash. Kama tunavyoona kuna salio hapa tayari lipo, lakini tuachane na hilo salio la 2000. Tutakuja kwenye deposit funds kama kawaida. Baada ya kuingia kwenye deposit funds, utaweka unataka kudeposit kiasi gani. Let's say hapa tutasema 1900. 1900 tutachagua kudeposit kwa kutumia BTC. Kwa hiyo baada ya kuchagua kudeposit, tumeambiwa tutume BTC 0.702, ambapo kwa BTC zetu hapa haziwezi kutosha kwa sababu tumeona hapa tayari kuna namba 2 imeongezeka, na tukumbuke BTC unapotuma kuna charges. Kwa ina maana tunaweza tukaipunguza hii amount. Tukaja tena kwenye deposit funds, tukasema labda tunataka 1885. Sasa nahisi inaweza ikawa inakaribiana hapo. Tukija hapa deposit funds, kwa hiyo tutaona ni 0.69. Kwa hiyo kwa amount kama hii inaweza ikatosheleza, lakini usideposit moja kwa moja. Kwanza unatakiwa utizame na exchange nyingine, ambapo kwa hapa mimi nitaweza kutizama kwenye exchange, kwa mfano kama hii ya changer.com. Nitachagua hapa nina Bitcoin, nahitaji Advcash kama tunavyoona. Kwa hiyo nitasema nina Bitcoin 0.7. Ananiambia atanipa 1842. Ni pesa ndogo kwa thamani ya Bitcoin tulizokuwa nazo. Nitakuja zangu labda kwenye Paybase.com. Nitasema hapa nina BTC. Acha tu refresh kwanza. Tunasema tuna BTC 0.7. Huyu amesema atanipa 1856 Advcash, kwa sababu nimechagua Bitcoin, nataka nipewe Advcash 1856. Pia ni ndogo. Kitu muhimu pia unapofanya hizi, angalia reserve. Huyu mtu je, anazo hizo Advcash za kutosha? Kwa hiyo huyu anazo 5000. Kwa hiyo nitakuja kwingine kwenye xmlgold.eu. Hizi ni exchange ambazo mimi natumia sana, ndio maana unaona kuna Munji One. Almost kila sehemu utaona kwamba niko login na niko verified. Hizi exchange hakuna ulazima sana wa kuverify, lakini kuna baadhi wanakuwa lazima wanataka uverify. Kwa mfano kama hii ukitumia kwa kadi, lazima nahitaji verification. Advcash pia nahitaji verification. Kwa hiyo mimi nitachagua hapa, nahitaji nazo Bitcoin, nahitaji Advcash. Kwa hiyo nitasema hapa nina 0.7 Bitcoin. 1856. Lakini nahisi kwenye Advcash ama kwenye XML Gold tunaweza tukapata rate nzuri. Kwa hiyo acha tu refresh ili iweze kutake effect exchanging rate ya Bitcoin kama tunavyoiona hapa 2766. Kwa hiyo nitachagua select kwamba nina Bitcoin, nahitaji Advcash USD. Kwa hiyo kama tunavyoona nahitaji 0.7, lakini jamaa hana enough funds kwenye Advcash wallet yake, kwamba zimeuzwa. Nilijaribu kurequest kwake anitumie aongeze, lakini baada ya kuongeza nafikiri kuna mtu kawahi kuzinunua. Kwa hiyo hii tutasema imekula kwetu. Kwa hiyo tutakachofanya hapa, itabidi tu deposit kwa kutumia Advcash moja kwa moja kama lengo tulivyokusudia. Kwa hiyo tutakuja zetu hapa, tutaandika 1885.
Nitakwenda zetu kuchagua Bitcoin. Bitcoin amesema tutume 0.69. Kwa hiyo mimi nitakachofanya hapa nitaconfirm. Baada ya kuconfirm, okay, tayari amenipa code ya kutuma, address na barcode. Kwa hiyo hapa anasema tutume kiwango hichi 0.697054. Kwa hiyo nitakachofanya mimi hapa nitatumia simu yangu. Nitaingia kwenye wallet yangu ya Bitcoin ambayo ni Coinbase kwa kutumia simu, na nitatuma hicho kiwango alichohitaji kwa kuscan barcode. Kwa hiyo na scan barcode yangu, tayari imekubali na imesoma na alama zote na kila kitu, na bonyeza send. Kwa hiyo baada ya kubonyeza send, wao wakisha kuconfirm hii transaction, nafikiri itachukua 6 confirmations mpaka kufika hiyo. Kwa hiyo hapa nitakachofanya sasa hivi nitapause kidogo mpaka hii transaction itakapokamilika, kupata hizo funds Advcash ambayo nimeload 1885. Okay, tayari imekuja email hapo imekuja notification, funds have been transferred successfully, Bitcoin 1885. Anasema funds zitaingizwa kwenye wallet tutakapopata confirmation 6 kutoka Bitcoin network. Okay, nini confirmation 6? Confirmation 6 ni hizi hapa. Unapokuja zetu hapa kwenye Coinbase, ukija kwenye kuangalia transaction ulofanya, nitaingia kwenye wallet kwa sababu tumetumia wallet hii BTC wallet. Utatizama confirmation, kama tunavyoona pesa zimetoka, kumebakia $8 na senti 59 ambazo ni BTC hizo chache. Kwenye pending tunaona transaction hii inaonekana pending. Kwa hiyo hii pending tutakapokuja kuifungua utakuta 0 confirmations. Kwa hiyo hapa itakapobadilika kuwa 6 confirmations, ndio Advcash watatuingizia kiwango cha dola zile ambazo 1885 worth of BTC, kama zinavyoonekana hapa kwenye status, zinaonekana ziko pending. Kwa hiyo sasa hivi nitapause kwanza hii video. Zitakapofika hizi ndio tutaendelea na zoezi sasa la kuonesha vipi tunatoa Bitcoin ambayo tumeshaileta kwenye Advcash kuipeleka benki yako, ambapo ni zoezi ambalo linaweza likachukua kutoka Advcash kwenda benki ni muda mchache sana, ni sekunde tu kadhaa. Lakini kutoka Bitcoin, kama tulivyoona kwamba sasa hivi wameweka lazima iwe ni 6 confirmations, na hiyo ni kutokana na upgrade inayofanyika na Bitcoin kwenye mambo hayo ya ku-upgrade software zao ambao wanakwenda kwenye Segwit 2x. Kwa hiyo okay, ni mambo technical kidogo hamtuweza kuelewa. Kwa hiyo kwa kifupi tusubirie 6 confirmations. Itakapofika hapo tutaendelea na tutorial yetu. Okay, sasa tutaendelea na tutorial yetu. Kama tunavyoona hapa, tulitaka dola 1885 ambapo Coinbase wakatukata dola 1928. Hii ni kwa sababu ya charges pia za Bitcoin. Kwa hiyo tumepokea email tayari kutoka Advcash, inasema kwamba 1885 tayari zimefika kwenye wallet. Kwa hiyo tutakachofanya, kama tunavyoona hapa, ilisema kwamba 6 confirmations ndio itakuwa imefika hiyo funds. Kwa hiyo tayari Coinbase wameconfirm ni 6 confirmations, na kwenye email Advcash wameconfirm kwamba tayari pesa zimewekwa. Kwa hiyo tutakuja hapa, tutacheck hiyo transaction kwamba imefika kweli. Okay, kama tunavyoona hapa 1885 tayari imeingia. Kwa hiyo sasa ni ule muda wa kuitoa, na tunaona kwenye salio hapa 3887 limebadilika. Kwa sasa tutafanya lile zoezi la kutoa hii pesa. Utakuja zako kwenye fund transfer kwanza. Baada ya kutoka kwenye fund transfer, tunaona hapa kuna options nyingi, unataka kutuma wapi. Sisi tunataka kutuma kwenye Visa card. Kwa tutachagua option ya Visa card. Okay. Anasema hapa tutume kwenye kadi za
Ukraine au Kazakhstan, lakini sisi kwa sababu hatuko kwenye hizo nchi tutatuma to any country. Kama tunavyoona hapa anasema transfer to any Visa or Mastercard in the world. Watachukua 0 to 3 business days. Fee watakata $5 plus 2.95 ya kiwango ambacho unachotuma. Kwa hiyo tutachagua fund transfer to any country. Tutachagua pia amount ya kutransfer ni ngapi. Kwa hiyo tunatumia wallet hii kwanza ambayo ni ya USD wallet. Okay. Hapa nitabadili namba kwa sababu namba ya CRDB ndio kadi ninayotumia. Ipo kwenye namba hii kwa ajili ya kupokea notifications. Utajaza card holder name, ili utajaza jina la kadi inavyosomeka. Kwenye kadi yako ya Visa card kuna jina limeandikwa la kwako, utaliandika kama linavyosomeka. Transfer currency tutachagua ni USD moja kwa moja. Okay, kwa hiyo kama tulivyoona pale, kwa mimi hapa sasa nitatransfer, sitaki kutransfer the whole balance kwenda kwenye Visa card ambayo itakwenda benki moja kwa moja. Kwa hiyo tutakachofanya hapa tunatizama kiwango gani ninachotaka kutuma. Kwa hiyo mimi nataka benki nipate $626. Kwa hiyo 626 hapo kama tunavyoiona itanikosti 649, ambapo fee itakuwa ni $23.47 kwa sababu ya fee tunayoiona hapa ambayo ni $5 plus 2.95 ya $649, which is baada ya kukata hiyo ndo tunaipata hii 626. Kwa hiyo hapo cha kufanya nitajaza details za kadi ya CRDB, which is naweza nikaweka kadi ya mtu ambaye ninamtumia, lakini kwa dhumuni la hii tutorial kwa hiyo nitazituma kwenye kadi yangu moja kwa moja kwanza, ili tuweze kuonesha zinachukua muda gani mpaka kufika. Baada ya kufika then tena ndio nitazitransfer kwenda kwa mhusika ambaye aliyetoa hizi Bitcoin kwa dhumuni ya kufanya tutorial hii. Tutorial hii inakuja kwenu kwa udhamini wa mwanachama mmoja anaitwa Violet. Ndio aliyetoa BTC zake kwa ajili ya kufanya tutorial hii. Kwa hiyo hapa tutabonyeza, kama tunavyoona hapa tayari tuna details zote. Nimeweka kiwango, nimeweka kadi namba, jina tunavyoona linavyosomeka kwenye kadi, namba ya simu ambayo nitapokea notification. Hapa unaweza ukaweka maelezo, sihitaji maelezo yoyote. Kwa hiyo nitakachofanya hapa ni kubonyeza continue. Okay. Payment confirmation. Kiwango hicho hapo kama tunavyoona inanidai kodi ambayo nitaipata kwenye Google Authenticator yangu, kwa sababu nimeset transaction yote ninayofanya lazima niweke kodi. Kwa hiyo nitaweka kodi yangu ninayoiona kwenye Google Authenticator, then nita confirm. Tutizame muda. Sasa hivi ni saa 10:57 na bonyeza confirm ili kutuma hiyo pesa. Okay, inanambia transaction number hiyo hapo na nini imekamilika. Kwa hiyo tunarudi huku ili tuweze kuingia kwenye CRDB tuangalie hiyo transaction. Kwa hiyo sasa nita login. Okay. Kama tunavyoona hapa saa 10:57 na sekunde 17. Hii ndiyo muda ambao ile pesa imefika kutoka Advcash kuja CRDB. Kwa hiyo imechukua sekunde 17 tu, kama tunavyoona kutoka kwenye Advcash statement. Ni saa 10:57 tumetransfer kwenda kwenye kadi, na CRDB inaonekana kimefika kiwango hicho
saa 10 na dakika 57 hiyo hiyo na sekunde 17. Kwa hiyo nadhani mpaka hapa tutakuwa tumefahamiana kwa tutorial hiyo. Kwa hiyo nadhani kama kutakuwa kuna swali lolote basi mtaniuliza kwenye group na sio private. Mnaweza kuniuliza private ukiwa ni downliner wangu, lakini hii tutorial nimeitengeza kwa niaba yani ya watu wote wanufaike vile vile. Nafikiri tumeelewana vizuri hapo na hakuna sehemu ambayo labda kuna complications. Complications lokuwepo ni ndogo tu, ni changamoto ambayo uweze kufanya research kwenye vitu kama hivi hapa tunavyoviona, kujua wapi utapata exchange nzuri, wapi utapata yani kama kutuma moja kwa moja kwa Advcash au uitoe Bitcoin uinunue kwanza ku exchange na watu wengine, uwe kwenye mitandao kama xmlgold.eau au paybis.com au changer.com. Ziko nyingi, kuna bestchange.com, kuna okpay, ziko nyingi sana. Kwa nadhani hapo tutakuwa tumefahamiana. Naomba niwatakie mchana mwema, asanteni sana. Mimi ni Munji One. Pia baada ya kumaliza kuangalia hizi video, usiache kuangalia na kusoma link za chini ambazo zitakuonesha jinsi ya kujiunga kama downliner wangu sehemu yoyote. Asanteni. Samani kwa kuongezea tu, exchanging rate kwa mujibu wa kiwango hichi cha pesa nilichotumiwa $1,04,119 na senti 50, ambayo ilikuwa ni dola 626, nimepata kwa exchanging rate ya CRDB ambayo wamenipa 2243 kwa kila dola moja, which is ni rate nzuri, kwa sababu nilitegemea kwamba kuna watu watakuja kuniuliza hilo swali, wamenipa kwa rate gani. Kwa hiyo nimelijibu kabisa ile swali. Asanteni sana.